Bwana Yesu asifiwe. Ninakukaribisha wewe ambaye uko mahali hapa na wewe ambaye unaungana na sisi kufuatilia mfululizo huu wa kuchambua vitabu vya Biblia, kitabu kimoja kimoja, tukiwanisha na simulizi kubwa ya Biblia na sawasawa na kile ambacho Bwana ameweka ndani ya moyo wangu. Na sasa tuko kwenye kitabu cha Obadia, na somo ambalo tunajifunza kwenye sehemu hii ya 3 ya uchambuzi wa kitabu cha Obadia ni somo nimeliita ufalme ni mali ya Bwana, kuinuka kwa waokozi watoao hukumu. Na andiko letu mwongozo ni Obadia sura ya 1 na mstari wa 21. Neno linasomeka hivi: tena waokozi watakwea juu ya mlima Sayuni ili kuhukumu mlima wa Esau, na huo ufalme utakuwa ni mali ya Bwana. Tupate nafasi tuombe. Baba, katika jina zuri la Yesu Kristo, tunaiachilia mioyo yetu kwenye mamlaka na uweza wako, wewe uliye mtawala, wewe uliye Mungu wa milele, wewe uliye Bwana wa vyote. Tunaamini ya kwamba makusudi yako ni mema, mapenzi yako juu yetu ni mema. Kwa wewe ni wa kutumainiwa. Baba, ongoza mioyo yetu, ongoza maisha yetu yote kwa njia ya neno lako. Asante kwa kuwa na leo tutakusikia, na kwenye kipindi hiki tutakusikia ukisema nasi kwenye ngazi ya mtu mmoja mmoja na kwenye maeneo mbalimbali ya kimaisha, kwa utukufu na heshima yako, katika jina la Yesu Kristo, amen. Amen. So nikukumbushe kwenye sehemu ya kwanza, usiku ya kwanza, wakati tunaanza kuchambua kitabu cha Obadia, tuliwekeza muda kuangalia mambo ya kimsingi na taarifa za awali, na tukasogea mbele tukaangalia mistari kadhaa mpaka mstari wa 9, mstari wa kwanza mpaka mstari wa 9, ambapo baada ya kuangalia taarifa za awali tuliona hukumu inayokuja juu ya taifa linaitwa Edom, na watu wa taifa hilo wanaitwa Waedomi. Na kutokea kwenye taarifa za awali tulisha establish ya kwamba Edom ni Esau, na Esau ni ndugu wa kunyonya wa Yakobo ambaye baadaye aliitwa Israel. Na baadaye tuliona hizi ni nchi ambazo zilikuwa zinapakana, ni nchi ambazo zilikuwa karibu. Edomu akiwa mlimani mahali penye majabali ya mapango, alafu Yakobo Israel akiwa chini mahali pa bonde. Siku ya pili au kwenye kipindi cha pili tulipata nafasi ya kuangalia kuanzia mstari wa 10 mpaka mstari wa 16, ambapo tuliangalia sababu ya hukumu. Kwa nini Edom alihukumiwa jinsi alivyohukumiwa? Na ninamtukuza Mungu ya kwamba kuna mambo kadhaa alitusaidia kuyaona kutokea kwao na inamaanisha nini, halafu baadaye tukajifunza kwetu inamaanisha nini, na nikakuonyesha huruma nyingi alizonazo Mungu wetu. Na leo ninamtukuza Mungu, ametuleta kwenye sehemu ya 3 kuendelea kuchambua kitabu cha Obadia, na unajua ni sura moja. Kwa tutaangalia kuanzia mstari wa 17 mpaka mstari wa 21, ambao ndio mstari wa mwisho na ndio mstari wetu nanga, ambapo anasema kuhusiana na kuinuka kwa waokozi, na tutaona inamaanisha nini. Niseme kabla hatujaenda kwenye kuanza kuchambua kwa kina mistari hiyo ambayo tunayo kwenye siku ya leo na kipindi cha leo, ya kwamba kuna hii sehemu ya 3 ya kitabu cha Obadia, tutakuwa tukiangalia urejesho. Tumeangalia hukumu, tamko la hukumu na kwa nini. Na unajua hukumu imetolewa kwa sababu Edom alishiriki. Kwanza alikaa pembeni wakati ndugu zake wanaonewa, wanatendewa udhalimu, kama unakumbuka naamini, wakati wanafanyiwa mambo mabaya. Lakini 2, sio tu alikaa pembeni, lakini hakuwalinda. Alafu 3,
alishirikiana na adui. Na mbaya zaidi, kwenye mstari wa 16 unaona alisimama kwenye vilima akanywa. Alikunywa kama sehemu ya sherehe, kusherehekea ya kwamba Yakobo ameangushwa, Israeli imeangushwa. Kwa hiyo tunachokizungumza hapa ni kwamba Israeli haipo. Yaani hapa tunazungumza na Waedom na mataifa mengineyo. Israeli haipo, imepigwa, imetawanywa, imeondolewa, kwa hiyo haipo. Sasa sehemu ya 3, nabii Obadia anawekewa mzigo na Mungu kuja kuanza kutoa unabii wa urejesho, restoration. Kwa hiyo tutakapokuwa tunaangalia hii sehemu, tutaangalia kwa taswira 3. Moja, tutaangalia kwenye muktadha, kwenye context ya kitabu hiki, ambapo urejesho huu baadaye tutakuja kuuona, na kule mbeleni tutakapokuja kufundisha vitabu vingine, urejesho tutauona ukija kwa nguvu sana wakati wa taifa la Israeli likirudi kwenye ardhi yao, ambapo walikuja kwenye awamu 3. Awamu ya kwanza ikiongozwa na Zerubabel, awamu ya pili ikiongozwa na Ezra, na awamu ya 3 ikiongozwa na Nehemia. Huo ndio urejesho ambao unazungumzwa hapa. Na kwenye huo urejesho unaona ni Yuda ndio waliondoka, lakini kuna urejesho wanakuja taifa lote. Na wanapokuja baadaye, hiyo mistari inayofuata utakuja kuona wanakuja na kumiliki zaidi ya eneo la kijiografia walilokuwa nalo. Wanatanuka na kumiliki milki zao, yale maeneo ambayo waliahidiwa wazee wao kwenye kitabu cha Mwanzo. Kwa hiyo kwenye muktadha huo tutakuwa tunaangalia namna hiyo, tutakuwa tuna dance hapo. Sehemu ya pili, hapo hapo wakati tunazungumza urejesho, tutakuwa tunaangalia sio tu kwenye muktadha wao, tutakuwa tunaangalia huo unabii umesafiri unamaanisha nini sasa. Kwa kila mara nitakapokuwa nikizungumzia sasa, nitakuwa nikizungumzia kanisa la Yesu Kristo. Huo unabii unahusianaje na kanisa la Yesu Kristo sasa, hapa kwenye zama zetu, kwenye nyakati zetu? Sisi hatuko Israel, hatuko Edom, hatuko kwenye nyakati hizo, tuko sasa. Kwa hiyo hilo andiko linamaanisha nini kwetu sasa kama kanisa? Alafu baada ya hapo, sehemu ya 3, urejesho huo au unabii huo wa urejesho tutauangalia kwa maana ya wakati ujao, futuristic, kwa wakati ujao, ambapo hapo tutaangalia utawala wa Yesu Kristo atakaporudi tena, ule utawala wake, wakati ambapo atakuwa amekamata tawala zote na atasimika utawala wake. Kwa hiyo tutaangalia kwenye hizo namna 3, kwenye hayo makundi 3. Kwa hiyo nataka usikilize vizuri nitakapokuwa nasema kwa muktadha, nitakapokuwa nasema kwa kanisa, na wakati nitakuwa nasema kwa wakati ujao au utawala wa Yesu Kristo. Naamini naeleweka vizuri, watu wa Mungu. Sasa tuangalie mstari wa 17. Biblia inasema bali, ambapo ni neno la ulinganifu, katika mlima Sayuni watakuwako wenye kuokoka, nao utakuwa mtakatifu, na nyumba ya Yakobo watamiliki milki zao. Bwana Yesu na asifiwe. Huu mstari unaanza na neno bali, maana yake inalinganishwa na mistari iliyotangulia, ni mstari wa ulinganifu. Ukirudi kwenye mstari wa 16 ambao ndio tulihitimisha nao kwenye siku yetu ya pili au sehemu yetu ya pili, anasema kwa maana kama vile mlivyokunywa juu ya mlima wangu mtakatifu. Hapa anasema bali katika mlima Sayuni. Kwa hiyo walikunywa kwenye mlima mtakatifu. Acha niendelee. Ndivyo mataifa yote watakavyokunywa daima, naam watakunywa na kubabaika, nao watakuwa kana kwamba hawakuwa kamwe. Sasa context, muktadha ni kwamba baada ya kuwa Israeli wameuawa, wamefukuzwa na vitu vyao vimekatiliwa mbali, Edom anaenda kwenye mlima na anajipongeza. Kwa hiyo wanafanya sherehe, wanafanya mashangilio, wanakunywa vileo, wanakunywa na kufanya dhihaka,
wanafanya sherehe, wanafurahia. Huo ndio unywaji wa kwanza. Sasa unywaji wa pili ambavyo Mungu anasema ndivyo mataifa yote watakavyokunywa daima, naam, watakunywa na kubabaika. Hapa anasema watakunywa na kulewa. Kwa hiyo kuna kunywa ya kwanza ya sherehe ambayo walifurahia Israeli wametoweka, lakini anasema kuna awamu ya pili. Kumbuka mstari wa 16 huko kwenye kundi la mistari ambayo inazungumzia nini? Adhabu. Na kwa nini? Sasa anasema sio tu Edom, lakini mataifa, anasema mataifa yote, akimaanisha Edom na mataifa yaliyokuja kuipiga Israel. Anasema watakunywa daima, na anasema watakunywa kwa kiwango cha kubabaika, watakunywa na kuchanganyikiwa, watakunywa na kulewa. Alafu anasema nao watakuwa kana kwamba hawakuwa kamwe. Watalewa, na hapa kwa context hii wanaweza wakaanguka kutokea kwenye mlima na wakaharibikiwa namna hiyo. Lakini vile vile ukisoma kwa miwani kubwa unaweza ukajua hiki kinywaji kinachozungumziwa hapa sio tu ni mvinyo, japokuwa mvinyo utatokea, sio tu ni pombe, sio tu ni kileo, lakini ni kinywaji kutokea kwenye kikombe cha ghadhabu ya Bwana watakinywea. So wakati hayo yanaendelea, wakati wanakunywa, mataifa wananywea ghadhabu ya Bwana, bali katika mlima Sayuni watakuwako wenye kuokoka. Wakati kwenye Edom na mataifa mengine watakuwako wenye kuangamia, kwenye mlima Sayuni watakuwako wenye kuokoka. Sasa hili neno kuokoka linalotumika hapa ni hilo hilo kabisa, kama vile kwenye ajali ya moto au ajali ya maji au ajali yoyote, watakuwepo ambao wana escape, ndio neno la Kiingereza ambalo linatumika. Watakuwepo ambao hawataangamizwa. Wakati Edom alidhani, wakati mataifa walidhani ya kwamba wameiteketeza Israeli yote, na Edomu alienda akazuia njia, wale wanaojaribu kutoroka wasitoroke, wale wanaojaribu kukimbia wajiokoe, wajinasue wasijinasue, wale ambao walitaka walau wawe ni kama masalia wasiwepo masalia. Lakini kwa hekima za Mungu mwenyewe, kumbe walikuwepo masalia. Anasema katika mlima Sayuni watakuwako wenye kuokoka. Mlidhani mmewafuta wote, lakini kuna watu ambao watakuja kwenye huu mlima Sayuni ambao waliokoka, ambao walikimbia, ambao walijinasua kutoka kwenye haya mashambulio. Na hapa nataka kuhubiri kwa sekunde ya kwamba inawezekana upande wa giza, upande wa adui, nikizungumza kwa maana ya sasa au kanisa, wakitaka kuja na kulitesa kanisa, wakitaka kuja na kuufuta Ukristo. Ukisoma kwenye historia yote ya kanisa, unaona kuna watu waliinuka, watawala waliinuka wenye nguvu, walitaka kulifuta neno la Mungu, kufuta Biblia, na walitaka kufuta kanisa na kusiwe na traces za kanisa. Hata hivyo, habari mbaya kwao ni kwamba walikuweko wenye kuokoka, walibaki. Mungu alijisazia masalia. Na habari njema ni kwamba hakuna mwanadamu mwenye mwili kwa jina lake na mamlaka yake ambayo anaweza kulifuta kanisa. Ukweli ni kwamba katika mlima Sayuni watakuwepo, always watakuwepo. Ukiangalia kwenye neno la Mungu kwenye kitabu cha Wafalme, nafikiri Wafalme wa kwanza kwenye sura ya 17, sura ya 18, wakati wa Nabii Eliya. Unajua Nabii Eliya wakati anamkimbia Mungu, anasema nimesalia mimi peke yangu, asijue kuna manabii makumi na makumi wamefichwa, wamesazwa masalia. Siku zote Mungu atajisazia watu wasiosujudia masanamu na miungu na Baali, wasiokuwa corrupted. Na ndivyo kanisa lilivyo hata sasa. Watu wanaweza, mamlaka zinaweza, wenye chuki dhidi ya kanisa wanaweza kuinuka na kutaka kulifuta kanisa, lakini kwenye mlima wa Bwana watakuweko wenye kuokoka. There'll always be the remnants. Watabaki wenye kuokoka. Alafu anasema
sio tu wanaokoka, anasema nao utakuwa mtakatifu. Kwa moja, kuna kuokoka ambapo ni tendo la mara moja, halafu vile vile anasema utakuwa mtakatifu. Sasa kuwa mtakatifu, nitasema kwa maana ya kihistoria na kwa maana hiyo, alafu baadaye nitakuja kusema kwa sasa. Kuwa mtakatifu, kusoma throughout the Bible utagundua ni kuwekwa pembeni kwa ajili ya matumizi maalum. Ndio maana ya kuwa mtakatifu. Kwa watakuwekwa wenye kuokoka kwenye mlima, na huo mlima utakuwa mtakatifu, maana yake na hao walioko kwenye mlima watakuwa watakatifu. Sasa unifuate vizuri. Mara ya kwanza Edom pamoja na mataifa mengine wangeweza kuupanda huu mlima na kunywa kileo na kufanya vitu vya hovyo na kufanya masherehe na kumdhihaki Mungu. Lakini kuna nyakati ukisoma kwenye Torati utaona huu mlima, kuna namna watu waliogopa kuupanda huu mlima, kwa sababu ulikuwa ni mlima ambao Mungu akitokeza, anatokeza na utiisho wake na moto na radi na ngurumo. Mungu alikuwa anatokeza kama makaa ya mawe na utiisho wake, na wingu zito anatokeza pale. Kwa hiyo ni mlima ambao alikuwa sio kila mtu anaweza kupanda. Ndio maana mzaburi anauliza, ni nani atakayeupanda mlima wa Bwana? Kwa sababu sio kila mtu. Na baadaye anakuja kujibu, anaonyesha ni mtu wa namna gani, amevaa mavazi ya namna gani, ni mavazi meupe, ni mtu ambaye ana mikono safi, hajajichafua. Kwa hiyo ni mlima ambao umetengwa, utakuwa ni mlima mtakatifu. Manake anarudisha hizo nyakati ambazo wenye dhihaka, wenye kiburi, wenye majivuno, walevi, wenye kutusi hawataweza tena kuupanda mlima, kwa sababu utakuwa ni mlima mtakatifu. Ni nyakati za urejesho. Mungu anarudisha utakatifu kwenye mlima wake. Sasa tuje, inamaanisha nini kwenye kanisa? Hawa watu wenye kuokoka ambao watakuwa kwenye huu mlima wa Bwana, watakuwa kwenye hii Sayuni ya Bwana, ambayo kimsingi hasa ni kanisa, itakuwa ni sehemu ya utakatifu. Sehemu ya utakatifu maana yake watakuwa wakiendelea kutakaswa. Kutakaswa kunatokea kwa njia ya neno la Mungu. Yesu anasema uwatakase kwa hiyo kweli, neno lako ndio hiyo kweli. Uwafanye watakatifu kwa hiyo kweli. Kwa hiyo tumehesabiwa haki, manake tumeokoka. Tumeokoka kutoka kwenye nini? Kwenye hukumu ya milele tumeokoka. Halafu tunaendelea kuokoka, unaendelea kutakaswa kutoka kwenye ulimwengu wa dhambi. Alafu baadaye tutaokolewa kutoka kwenye mwili au kwenye mfumo wa dhambi, ambapo ndio tutaona ile hali ya mwisho au ya juu sana ya utukufu. Kwa hiyo nachotaka uone ni kwamba Mungu mwenyewe anasema kwenye mlima Sayuni watakuwa kwenye kuokoka, alafu nao utakuwa mtakatifu. Sasa kitu kingine nataka nikuonyeshe hapa, na nyumba ya Yakobo watamiliki milki zao. Turudi kwenye muktadha. Kwenye wakati huo ni kwamba sehemu zao nyingi zilikuwa zimechukuliwa na mataifa mengine, na utakuja kuappreciate tukienda mstari wa 18 mpaka mstari wa 20. Sehemu zao nyingi, sehemu ambazo makabila yao mengine, kwa sababu hapa tunazungumzia makabila mawili tu, Benyamini pamoja na Yuda, ndio makabila mawili ambayo yanaunda taifa la Yuda. Lakini nasema na nyumba ya Yakobo watamiliki milki zao. Kwa hiyo wakirudi wataanza kumiliki maeneo mbalimbali ya kijiografia. Kwa hiyo it's literal. Sio kwamba watamiliki milki zao kiroho, sio kwamba watamiliki milki zao katika ulimwengu ujao. Ilimaanisha watakaporudi, na hata unachokiona kwenye taifa la Israel sasa, wanaendelea kuadvance kumiliki milki zao, kwa sababu ndio ahadi ya Bwana. Lakini vile vile tukizungumza kwa maana ya kanisa, tukizungumza huu nabii unamaanisha nini sasa, na baadaye labda nitakuja kuufunua kwa upana. Uniruhusu labda niusogeze mbele, nitaufunua kwa upana kwenye mstari wa 18 mpaka mstari wa 20. Ina imply kuna kitu ambacho kanisa litakuja kufanya. Kwa hiyo huo ndio mstari wa 17. Mstari wa 18
Anasema na nyumba ya Yakobo itakuwa moto, na nyumba ya Yusufu itakuwa mwali wa moto. Sasa nikusaidie, nyumba ya Yakobo anamaanisha Benyamini na Yuda, makabila mawili. Taifa la Israeli lina jumla ya makabila 12. Kwa wasiofahamu, kufuatilia wakati nafundisha kwenye kitabu cha Habakuki, nilisema taifa la Israeli lilipasuka sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ikawa Israeli kaskazini, ikiwa na kabila 10, wakiwa kwenye mji wa Samaria, yakiwa ndio makao makuu, na ndio kwa wanaitwa Israel. Hilo jina wametumia sana. Halafu Israeli kusini wakiitwa ufalme wa Yuda, makao makuu yakiwa Yerusalemu, ambapo kulikuwa kuna kabila mbili, ambayo ni Yuda pamoja na Benyamini. Sasa anasema nyumba ya Yakobo, akimaanisha Yuda, alafu nyumba ya Yusufu akimaanisha makabila 10, Israeli kaskazini. Kwa hiyo ni kusema huu ni urejesho. Anasema nyumba ya Yakobo itakuwa moto, nyumba ya Yusufu itakuwa mwali wa moto. Israeli yote itaungana na itakuwa moto. Na hiyo ni lugha ambayo inatumika kuelezea hukumu ya Mungu, hii lugha ya moto na miali ya moto. Ukisoma kwenye Yoeli unaiona tena moto na miali ya moto. Labda tarudi na kuiangalia. Anasema kwa kulinganisha, na nyumba ya Esau itakuwa mabua makavu. Naanza kuona sasa hiyo shughuli. Nao watawaka kati yao na kuwateketeza, wala hatasalia mtu awaye yote katika nyumba ya Esau, kwa kuwa Bwana amesema hayo. Kwa unaona ile hukumu ambayo Mungu anaipronounce wakati Israeli watarudi, anaonyesha namna watakavyorudi. Unaweza usione moto, lakini anatumia figuratively kwamba hukumu ya Bwana inavyokuja, inakuja kama moto ambao Esau hawezi kuustahimili, hawezi kuwithstand hiyo hukumu ambayo inakuja. Itakuwa ni moto na ni miali ya moto. Sasa ukisoma kwenye kitabu cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 1 mpaka mstari wa 11, anaonyesha, anasema kuna hilo jeshi la siku za mwisho, analiita, anaanza kuelezea namna gani litakuwa na nguvu, namna gani itakuwa kama moto unateketeza mbele yao, nyuma yao ni kama mabua yameshateketea. Anaelezea kitu cha namna hiyo, na nataka upate hiyo taswira ya hukumu ya Bwana. Hiyo siku ya Bwana inafanania namna hiyo, na inaelezewa kwenye vitabu vya manabii. Sasa tukizungumza kuhusiana na kanisa, labda nisome mstari wa 19 na 20, alafu ni kwa sababu hapa yanaonyeshwa maeneo, alafu baadaye nitakuja nijumlishe yote tuizungumzie kanisa. Anasema na watu wa Negebu wataumiliki mlima wa Esau, na watu wa Shefela watamiliki wa Filisti, nao watamiliki konde la Efraimu. Unasikia sasa, watamiliki miliki zao, na konde la Samaria, na Benyamini atamiliki Gileadi, na watu wa jeshi hili la wana wa Israeli waliotekwa, walio kati ya Wakanani, watamiliki mpaka Sarepta, na hao watu wa Yerusalemu waliotekwa waliomo Sefaradi wataimiliki miji ya Negebu. Unaona ile ahadi ya Mungu kama alivyoahidi kwenye kitabu cha Mwanzo kwa Ibrahimu, kwa Isaka na kwa Yakobo akiwa kwenye ile njozi, na baadaye baada ya kuwatoa kwenye nchi ya Misri, kitabu cha Kutoka, wakati anaongea na Musa anawaambia nitawapeleka wairithi nchi niliyoahidia baba zao. Na baadaye wanapoingia kwenye nchi wanaanza kuwapiga. Moja watu unaona ni Wafilisti, na wengineo wanaanza kuchukua maeneo. Unakumbuka Kalebu mwana wa Yefune anasema bado nipe mimi mlima huu, kwa sababu nina nguvu za kuingia na kutoka, kama ambavyo miaka 40 iliyopita, nipe mlima huu. Unaona walikuwa kwenye mission ya kumiliki milima, kumiliki maeneo ambayo Mungu amewaahidia. Na hapa neno la Mungu linaonyesha kwamba wakirudi, wakirejea, watakuwa na kazi ya kwanza kumiliki maeneo, kumiliki falme, sababu hizi zote zinazotajwa hapa ni falme. Kwa hiyo watapewa kumiliki falme. Sasa nifuate vizuri
wakati nafafanua kitu cha namna hii. Moja ya jambo utaona kwenye maandiko matakatifu, matarajio ya taifa la Israel kuhusiana na ujio wa Bwana Yesu Kristo, kwa sababu wakati wanapewa hii ahadi na wakati wamerejea, bado hawakumiliki fully kwa ukamilifu. Unaona, baadaye kuna falme zingine zinakuja tena zinawagandamiza mpaka Yesu anakuja, wako chini ya utawala wa Rumi. Hapa katikati kuna resistance zilitokea wakati wa Makabayo na kuna watu kutokea Galilaya walijaribu kufanya movements za ukombozi, lakini hazikufanikiwa. Alafu anakuja Masihi mfalme, Messianic King anakuja, na wanajua anakuja sio tu kama Masihi, anakuja kama mfalme kwa ajili ya kuestablish utawala wake, kwa sababu hizi ahadi zote zinaonyesha hiyo ndio kazi ambayo atakuja kufanya mfalme. Tunaelewana vizuri, watu wa Mungu? Sasa kinachotokea baada ya Yesu kuja na anakuja kujitambulisha kama mfalme, anakuja kutaja sheria zake, na watu wanaanza kumfuata, na wengine wanasema uwajalie watoto wangu wakati wa ufalme wako kuwa kulia na kushoto. Unaona, uelewa wao ni kwamba Yesu ni mfalme, anakufa na wanatawanyika, anafufuka, wanarudi. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 na mimi ni mstari wa 6, unaona wanafunzi wanamkusanyikia na wanamuuliza swali muhimu sana. Wanamuuliza, je, huu ndio wakati ambao Mungu anawarejeshea Israeli ufalme? Mstari wa 6, huu ndio wakati Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Swali muhimu sana. Kwa hiyo ni uelewa wa Waisraeli wote ya kwamba ufalme ungerejea. Ulikuwa unarejea, lakini kidogo kidogo wanavamiwa tena, wanagandamizwa tena. Lakini huu ndio wakati, ultimately hapa ndio itakuwa mwisho, huu ufalme hautaondoka tena. Alafu Yesu anawajibu kwenye mstari wa 7, akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoweka katika mamlaka yake mwenyewe. Kuna vitu ambavyo ni mamlaka ya Baba mwenyewe. Lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika 1 Yerusalemu, 2 Uyahudi, 3 Samaria, 4 hata mwisho wa nchi. Hiyo ni kukuonyesha, wasiojua labda niwasaidie, anaposema Yerusalemu ni mji, Uyahudi ni ufalme. Samaria, nikisema Uyahudi maana yake ni Yuda na Benyamini. Alafu Samaria ni Israeli kaskazini, alafu ambao ni kama mji jirani. Alafu anasema hata miisho ya nchi, maana yake ni mataifa mengineyo ambayo sio Yuda wala Samaria. Hata miisho ya nchi maana yake ni mataifa mengine. Sasa angalia, hapa ni kumiliki milki zao na ni kumiliki mataifa mengine, lakini approach imebadilika. Badala ya kwenda kupigana nao na kuchukua, sasa hivi tunaenda kupigana nao kwa kuwa mashahidi. Badala ya kwenda kuwapiga na kuwadondosha wafalme, tunaenda kudondosha falme ambazo zinawafanya wafalme wawe hivyo walivyo. Kwa tunaenda tunaeneza Injili, namna ya kugeuza falme, namna ya kugeuza nchi na tawala mbalimbali. Ninajua ungependa utumie approach fulani, lakini kwa mujibu wa Bwana Yesu, falme zinageuzwa pale ambapo Injili inaenea. Si ajabu kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume kule mbeleni, wanafunzi hawa wakati wanaitikia kwa utii na kueneza Injili, wanakamatwa na wanaitwa watu wale walioupindua ulimwengu. Angalia, hawana bunduki, hawana mabomu, hawana silaha yoyote, hawana majeshi, lakini wafalme, lakini wenye mamlaka, wanawaita walioupindua ulimwengu. Hawakuwa wana overstate, hawakuwa wanasema kama kukuza au kutunisha mashtaka. Walikuwa wanasema kwa kweli ya kwamba kwa kueneza Injili
ulimwengu unapinduka. Kwa kueneza injili, dunia inakuwa turned upside down. Kwa kueneza injili, falme zinageuzwa, mamlaka zinageuzwa. Na niko hapa kuliambia kanisa ya kwamba ahadi hii ya kwamba kwenye mlima Sayuni watakuwepo wenye kuokoka na nyumba ya Yakobo watamiliki milki zao. Milki zetu, falme ambazo tumepewa kumiliki, tumepewa falme zote, tumepewa nchi zote tuzimiliki. Namna ya kuzimiliki ni kuziingia na kuziambia habari za Bwana Yesu, kuziingia na kuzigeuza kwa njia ya injili, kuziingia na kuzibadilisha kwa kulitangaza jina la Yesu na kumtangaza Yesu yuko hai. Na mimi namtukuza Mungu ya kwamba ameniweka kwenye ardhi ya Tanzania. Kwa hiyo ninaweza kusema kwa ujasiri, Yesu ni mtawala, Yesu ni Bwana juu ya nchi yangu ya Tanzania. Na kwa kusema hivyo, Watanzania wengi wataujilia msalaba, wataokolewa, na kwa namna hiyo ufalme utageuzwa kwa namna ambavyo watu wanageuzwa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kuna watu wananielewa hapa? Kwa nataka uone unabii huu haukuwa tu kwa ajili ya Israeli atakavyorudi, lakini unabii ndio atakavyorudi, lakini unabii ambao unaanza kutolewa kuhusiana na kanisa. Haleluya. Kwa hiyo kama mcha Mungu tumepewa kumiliki falme, tumepewa kutawala falme. Kanisa, nisikie, usijione we ni mdogo, usijione we haufai. Umepewa kumiliki falme. Kwa hiyo nenda kwa ujasiri, nenda kwa ujasiri, ingia kwenye sekta mbalimbali, ingia kwenye nyanja mbalimbali. Kama mwamini, ingia ukijua tumepewa kumiliki, iwe ni kwenye nyanja za kiuchumi, iwe ni kwenye nyanja ya burudani na michezo na sanaa, iwe ni kwenye nyanja ya mambo ya taaluma na tafiti na sayansi na teknolojia, iwe ni kwenye eneo la afya na tiba, iwe ni kwenye eneo la siasa na governance na mambo ya serikali na tawala. Ingia kote huko ukijua ya kwamba huku nako ninapaswa kumleta Bwana Yesu. Nia yako unaenda kama mishonari ya kwamba nipe mlima huu, ya kwamba nimekuja kuchukua mlima huu. Kama ambavyo Kalebu mwana wa Yefune anasema nipe mimi mlima huu. Nenda ukaudai huo mlima ukijua ya kwamba tumepakwa mafuta kuchukua hiyo milima. Ahadi ya Bwana ni kwamba Israeli wanaporejea, nyumba ya Yakobo na nyumba ya Yusufu wanaporejea, ni kwamba watamiliki milki zao. Na sasa unabii huo ni kuhusiana na kanisa. Sisi ndio mlima wa Bwana, sisi ndio Sayuni. Lazima tuje na tukiwa na akili na uelewa na kimkakati sana ya kwamba tumekuja kuchukua mlima, na ndivyo ilivyo kwenye nchi ya Tanzania. Watakuweko wenye kuokolewa, watakuweko wenye kuokoka kwenye mlima Sayuni, maana yake kwenye kanisa, na wao watamiliki milki zao, maana yake ni nyanja mbalimbali wataenda na kuzimiliki. Jina la Bwana Yesu litukuzwe. Twende mstari wa 21. Kwenye mstari wa 21 anasema hivi, ni sehemu naipenda sana, ambayo ndio andiko letu nanga. Tena, yani haitoshi walioelezea watachukua falme mbalimbali. Tena waokozi watakwea, watapanda juu ya mlima Sayuni ili kuhukumu mlima wa Esau. Alafu anahitimisha, na huo ufalme mai utakuwa ni mali ya Bwana. Nifuate vizuri sasa hapa. Anasema hivi, kuna timu ya watu wanaitwa waokozi. Taifa la Israel, tukianzia na muktadha nisihubiri kwanza. Taifa la Israel limekuwa likiongozwa na makundi mbalimbali ya watu. Kwanza walikuwa na mababa,
alafu baadaye wakaongozwa kwa mfumo ambao unaitwa theokrasia, Mungu mwenyewe. Kwa hiyo wakawa chini ya Musa na wakawa chini ya Yoshua, na Yoshua baadaye hakuandaa anayefuata, baadaye wakaongozwa na waamuzi, bado wakiwa chini ya theokrasia. Baadaye wakiwa chini ya waamuzi wakasema hatutaki mtindo huu, tunataka wafalme. Baadaye wakawa chini ya wafalme. Na hapa katikati wakati hao viongozi wote wapo, unaona kuna viongozi wa kiroho wapo, kuna makuhani wapo, unaona kuna baadaye wanatakuja kutokeza waandishi. Kwa kuna aina mbalimbali ya viongozi wamewahi kutokea kwenye taifa la Israel. Lakini anawaambia namna hii, wakati ninawarudisha, kuna kundi jipya la viongozi ninaliinua ambalo hamjawahi kuwa nalo. Hilo kundi linaitwa waokozi. Sio makuhani, sio wafalme, sio waandishi, sio wazee wa watu, sio wafalme, sio chochote. Hao wanaitwa waokozi. Hii ni brand new breed. Ili ni toleo jipya la viongozi, wanaitwa waokozi. Sasa anasema hao waokozi watakwea juu ya mlima Sayuni. Hiyo ni kukutafsiria hao waokozi hawatokei juu. Hao waokozi hawatokei kwa Mungu, hawatokei mbinguni. Hao waokozi wanatokea miongoni mwenu. Hao waokozi ni ndugu zenu kabisa. So don't be mistaken, ukamuona muokozi ukafikiri ni rafiki yangu tu huyu. Anasema hawa waokozi watakwea juu ya mlima Sayuni. Sasa kazi ya waokozi, kazi yao ni kuokoa. Kazi yao ni kuokoa. Anasema hawa waokozi watakwea juu ya mlima Sayuni. Sasa kazi yao wakikwea, contextually, kazi yao itakuwa ni kuanza kutamka hukumu dhidi ya mlima wa Esau. Na kila hukumu ambayo ataitamka itakuwa kweli. Kila maneno atakayoyatamka yatakuwa ni kweli. Kila maneno atakayoyasema yatakuwa ni kweli. Ukiwaangalia utaona ni wanadamu, watakuwa wamevaa kama ninyi, watakuwa ni ndugu zenu, wametokea miongoni mwenu. Lakini huyu sasa amechukuliwa, amekuwa ni mwokozi, amekwea kwenye mlima, ametokea miongoni mwenu, amekwea kwenye mlima, ameanza kupronounce hukumu kwenye mlima ambao alikuwa anasema ni nani atakaye nishusha, ni nani atakaye niondoa huku kwenye haya majabali, kwenye haya mapango. Waokozi wanakuja, wanaanza kutamka hukumu. Kumbuka pale mwanzoni waliposhambuliwa walikimbia, wengine walizuiliwa wasikimbie, wakauawa. Kwa hiyo walikuwa ni watu ambao kama hawana tumaini. Lakini Mungu anainua breed mpya ya viongozi ambao hawana chembe ya uoga. Yaliyowakimbiza watayakimbiza, waliowaumiza watasimama na kuwahukumu. Hawa ni viongozi ambao hawana chembe ya uoga ndani ya mioyo yao. Ni watu ambao wamejaa ujasiri. Ukiangalia macho yao yamejaa boldness, ukisikia maneno yao yamejaa ujasiri. Wanasimama na kusema hukumu dhidi ya taifa ambalo lilikuwa linatisha, ambalo hakuna adui angeweza kulifuata. Wanasimama kwa ujasiri, wanaitwa waokozi. Ni aina mpya ya viongozi ambao hujawahi kuwaona. Ni aina mpya ya viongozi ambao hujawahi kuwajua. Hawajawahi kuwepo kwenye miundo, kwenye mifumo ya taifa la Israeli. Kwa hiyo ukisema waokozi watainuka, unajiuliza hawa ni waamuzi? Ni kama waamuzi. Hawa ni makuhani? Ni kama makuhani. Hawa ni wafalme? Ni kama wafalme. Hawa ni waokozi, mpendwa, wanainuka. Kwa hiyo kwenye context hiyo anasema waokozi watainuka. Lakini vile vile wakishaanza kusema hukumu, anasema hivi, na huo ufalme utakuwa ni mali ya Bwana. Inamaanisha nini? Inamaanisha hivi, hapo awali ufalme ulikuwa ni mali ya wanadamu. Ufalme ulikuwa chini ya mfalme fulani. Walikuwa na wafalme wao. Nasikia Israeli walikuwa na wafalme wake, Yuda alikuwa na wafalme wake ambao ni wanadamu.
lakini sasa ili muwe salama tena, msiweze kukimbizwa, kwa sababu mkiongozwa na mfalme, mkikimbizwa mnakimbia. Kuna hekima moja inasema kundi la kondoo linaloongozwa na simba linaweza kushinda kundi la simba linaloongozwa na kondoo. Kwa hiyo kwa kuwa zilikuwa ni falme za wanadamu, ndio maana kuna wanadamu waliweza kutoka waliko wakasema waje wawapige. Lakini namna ya kuzuia kushindwa huko tena ni kuhakikisha falme ni falme za Bwana. Simba anatawala. Bwana Yesu na atukuzwe. Sasa nifuate vizuri hii pattern. Kwa kuwa ufalme ni wa Bwana, watu wanaomsaidia hapa wanaitwa waokozi. Mifumo tena hiyo anakuwa ameivunja. Watu wanaomsaidia hapa Bwana wanaitwa waokozi. Bwana Yesu na atukuzwe. Neno la Mungu linaonyesha Yesu wakati anatufundisha kuomba, atufundisha tuombe, na wakati tunaomba yote hayo mapenzi yako yatimizwe, utakalo liwe, hivyo tunaomba utupe mkate wetu wa kila siku. Yote hayo tunaomba, anasema tunaombea kwenye msingi gani? Kwa kuwa ufalme ni wako. Kwa kuwa ufalme ni wako. Kwa kuwa ufalme ni wako. Nifuate vizuri. Ninachokisema ni hiki, mfalme yuko hapa, wanaomsaidia kwa hapa wanaitwa waokozi. Waokozi wanapanda mlima, wanaenda kutamka hukumu, na wanatamka hukumu za nani? Za mfalme. Wanaenda kutaja hukumu za mfalme. Kwa hiyo ni kama wanayaomba mapenzi ya mfalme yatokee. Umeshawajua waokozi na waongelea? Umeshajua ni wewe? Umeshajua ni waamini? Umeshaelewa ni jamii ya waamini? Kwenye kitabu cha Danieli, mfalme tunaonyeshwa amejaa kiburi na utukufu mwingi, na anajaribu kuonyesha ya kwamba yeye sasa anaweza kuingia daraja la Mungu na Mungu mwingine asiabudiwe. Taniwia radhi kidogo. Baadaye kuna jambo linamtokea, halafu anatuonyesha baada ya kufanya press release, kwa sababu anapiga mbiu, anasema hizi ni salamu kutoka kwa mfalme. Anaelezea nini kilimpata. Nyakati 7 zilipita, miaka 7, akawa kama mnyama wa pori, akaanza kula majani, nyasi kule porini. Alafu anasema agizo hili limekuja, agizo hili limeletwa. Kuna watu ambao wanaitwa walinzi, ndio agizo wamelileta. Nataka ufate consistency ya Biblia. Kuna kundi la watu ambalo haliko kwenye miundo ya utawala, haliko kwenye mifumo ya utawala. Hata hivyo wana mamlaka juu ya miundo na mifumo ya utawala. Kwenye Danieli wanaitwa walinzi. Kwenye Obadia wanaitwa waokozi. Na anasema sababu ili wanadamu wajue ya kwamba Mungu au aliye juu anatawala juu ya falme za wanadamu. Lengo ni hilo, ili wajue aliye juu anatawala juu ya falme za wanadamu. Kwa hiyo falme za wanadamu, ukiona wanatawala wanadamu, wamepewa kushikilia. Yeye ndiye anayeridhia nani awepo na nani asiwepo, na agizo linaweza kutolewa na nani? Na walinzi, na hukumu inaweza ikasomwa na waokozi, kwa kuwa ufalme ni wake, kwa kuwa nguvu ni zake, kwa kuwa utukufu ni wake. Sio leo, sio kesho, ni milele na hata milele.
Kwa hiyo haijawahi kubadilika ya kwamba aliye juu anatawala juu ya falme za wanadamu. Nataka niseme na kanisa, usivunjike moyo kwa kuwa wewe hu mdogo. Uko kwenye kundi linaloitwa walinzi, uko kwenye kundi linaloitwa waokozi, uko kwenye nafasi kubwa sana ya kusimama kwenye mlima na kutamka hukumu. Uko kwenye nafasi ya kusimama kwenye mlima na kutoa agizo na kusema agizo, ili tu ijulikane aliye juu anatawala juu ya wanadamu. Nikumbushe somo wakati naendelea kuchambua kitabu cha Obadia, nimesema ufalme ni mali ya Bwana. Na ijulikane baada ya kusoma kitabu cha Obadia ya kwamba ufalme ni mali ya Bwana, na kwa sababu hiyo atainua watu wa kumsaidia, wanaitwa waokozi, na kazi yao itakuwa ni kutamka hukumu. Ilikuwa hivyo kwenye taifa la Israel, na maana yake ndivyo ilivyo kwenye kanisa. Sasa swali, je, huu ndio wakati ambao Mungu anarudisha ufalme? Jibu ni kwamba mtakuwa mashahidi wangu. Kanisa, get busy with the business. Jitiishe, jishughulishe kwenye biashara tuliyoitiwa. Eneza ufalme wa Mungu kwenye maeneo ya kijiografia na kwenye maeneo ya kisekta. Eneza ufalme wa Mungu kwenye maeneo ya kijiografia, kwa maana ya mikoa mbalimbali, wilaya mbalimbali, tarafa mbalimbali, kata mbalimbali, mitaa na vijiji mbalimbali. Lakini kwenye maeneo ya kisekta, eneza injili kwenye eneo la uchumi, eneza injili kwenye eneo la tiba na afya, eneo la sayansi na teknolojia na elimu, kwenye burudani na michezo na sanaa. Eneza injili kwenye maeneo yote. Acha waokozi wapande, wakwee kutokea kwenye mlima Sayuni, wakwee kwenye hayo maeneo. Na ninamwamini Bwana na ninamuona Bwana kwa ajili ya nchi yangu ya Tanzania, ya kwamba anainua kundi jipya la viongozi ambao hawajawahi kuwepo kwenye mfumo, kwenye muundo, hawako kwenye utaratibu, lakini hao ndio watakuwa kitu kinaitwa opinion leaders. Hao watakuwa ni watu wenye sauti, ni watu ambao watatamka hukumu ya Bwana. Ninawaona wanainuka kwenye nchi yangu ya Tanzania. Hao ndio watu watakuwa na usemi, hao ni watu ambao watainform policies, hao ndio ambao watu wataelekeza sera ziendeje, watashauri, watasikiwa, na sauti yao itakuwa ni yenye mamlaka, na hakuna mwenye mwili atakayeweza kuizuia. Kuizuia kimsingi itakuwa ni kuizidisha, kuizuia kimsingi itakuwa ni kuipa mwendo, katika jina la Yesu Kristo. Acha tuombe. Baba, sawasawa na neno lako, ninakushukuru ya kwamba ufalme ni wako, kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu na utukufu, na sio leo na hata milele. Asante kwa kutujulisha kupitia kitabu cha Obadia ya kwamba wewe ni Mungu ambaye unaenda kuinua kundi la viongozi wanaoitwa waokozi. Watakwea, watapanda, na watatamka hukumu, na watatamka neno lako, watatamka kweli yako, watatamka mapenzi yako juu ya nchi na juu ya maeneo mbalimbali. Baba, asante kwa kuwa ndivyo utakavyofanya. Asante kwa kutuonyesha namna gani ulifanya wakati huo, na umetuonyesha inamaanisha nini kwa kanisa sasa na kwa ajili ya wakati ujao, wakati ambapo sisi tutaungana pamoja na wewe, na neno lako linasema kama Paulo anavyohoji, au hamjui ya kwamba ninyi mtawahukumu malaika? Kwa hiyo tutasimama tena na tutahukumu kwenye future, kwenye utawala wako ujao. Utujalie kwenye utawala huu sasa, tujue kwa ujasiri ya kwamba umetuamini na umetuinua kwenye zama hizi, kwenye nyakati kama hizi, tusimame kama waokozi. Ninaomba kwa ajili ya kanisa la Tanzania, talipa akili na hekima kutenda sawasawa na neno lako, katika jina la Yesu Kristo, amen. Mungu akubarikie.
na hongera kwa kuwa umekifahamu kitabu cha Obadia. Kina sura moja lakini kimetuchukua sessions 3 kuweza kukifahamu. Na ninaamini kiu yako ya kulisoma neno la Mungu inainuka zaidi, na unaendelea kuwa mwanafunzi ambaye unajifunza kuhusiana na neno la Kristo zaidi. Nitakuona wakati mwingine hapa, wakati tukichambua kitabu kingine. Ninatangaza amani, utele na utoshelevu kwenye kila eneo la maisha yako. Shalom.